Leo tuko kwenye ukumbi wa Midtown ambapo unafanyika uzinduzi wa album ya dada yetu kuitwa Emma Sanga inayoenda kwa jina la Nakutazama Haman. Hii ni Trust Media ikikutangazia moja kwa moja kutoka Njombe, Tanzania, na hapa tupo Makambako moja kwa moja kwenye ukumbi wa Midtown. Behind the camera naitwa Joe, behind the MS naitwa Video Y. Twenzetu katazame kile ambacho kinaendelea ukumbini na waweze kujionea, lakini bila kusahau muda sio mrefu tutakudondoshia wasanii kadha wa kadha ambao wamehudhuria kwenye uzinduzi wa albamu hii leo katika ukumbi wa Midtown. Niko hapa Midtown, lakini niko na moja wa imbaji ambao wameweza kuhudhuria uzinduzi huo, ndugu yetu Atukuzo. Habari za leo? Salama, Bwana Yesu asifiwe. Amina, asifiwe sana. Uzinduzi ulikuwaje? Umekuwa vizuri sana na tunamshukuru Mungu amefanya. Mungu amefanya. Ndio. Kwa jinsi ulivyoona mwitikio wa watu ambao wamehudhuria kwenye uzinduzi wa album, ni kama ngoma ya dada yetu Nza Kazi imeenda albamu yake kabisa, kwa sababu hata sisi waimbaji wenzake hatukutegemea kama ingekuwa kama hivi. Kwa kweli watu ni wengi, tunashukuru waliojitokeza. Mungu awabariki sana na tumefurahi sana kama waimbaji. Lakini Emma Sanga leo amezindua albamu yake, tutegemea Atukuzwe mwaka huu pia? Ndio, tena sio siku nyingi, mwezi wa 8. Kumbe ni karibuni. Yeah. Kwenye matukio kama haya imekuwa ni kawaida kuona uimbaji wa nyimbo za injili wakizindua albamu zao kwenye maeneo ambao tofauti. Lakini je, baada ya kuzindua mapokeo ya watu ya hizi nyimbo huwa yanakuwaje huko mitandaoni? Yanakuwa vizuri zaidi baada ya uzinduzi. Kwamba watu kama wanazisikia baada ya nyinyi kuziachia au inakuwaje? Ndio. Kuna promotion yote ambayo huwa mnaifanya kuzitoa nyimbo zenu kutokea Makambako kuzipeleka viral zaidi? Ndio, haswa tunatumia sana kwa kupitia mitandao ya kijamii. Tukija kwa wewe Atukuzwe, baada ya uzinduzi tunategemea album mwezi wa 8. Kabla ya mwezi wa 8 kuna kitu gani kizuri ambacho umetuwekea? Kipo kitu kizuri tu, Mungu anipe neema, nitawaambieni tu. Siku za hivi karibuni kabla ya mwezi wa 8 kwenye album. Maandalizi mazuri. Lakini kwenye album yetu dada yetu Emma Sanga yumo? Ndio. Unaweza kaniibia siri mwingine ambaye leo pia yupo na kwenye album yumo? Teresia Bundala. Dada yetu wa mkoa. Ana Gunda. Safi. Neema Kiumba wa Ubaruku. Support ni ya watu wengi sana. Vizuri sana. Amina. Lakini leo kitu gani umekiona kimekuwa cha tofauti kwenye uzinduzi wa album ya dada yetu Teresia? Kwa kweli nimeona kitu kikubwa sana na vile watu walivyojitokeza, kiukweli hatukutegemea. Mungu aendelee kufanya. Ukiachana na support ya watu, kuna changamoto yote ambayo umeiona kwenye kutambulisha albamu yake ambayo wewe ukiwa unajiandaa kutambulisha album unahofia isije kujitokeza? Hapana, hakuna changamoto ambayo nimeiona. Kiukweli amejitahidi dada wa watu, yuko vizuri na Mungu amemsimamia. Sijaona changamoto, bali mimi nimejifunza vitu vingi kupitia yeye. Kwenye nyimbo yake moja nitajie wimbo ambao wewe unaona kabisa the best kwenye album. Nyimbo ziko nyingi. Mimi nataka mmoja tu, the best. Yawe Mungu wetu, usifiwe peke yako, maana hakuna tena aliye kama wewe. Bwana, huyo ni Atukuzo ambaye tumezungumza naye machache kati ya wale wasanii. Tumekwambia tunaendelea kuzungumza na wasanii ambao wamejitokeza kwenye uzinduzi wa album ya dada yetu kuitwa Emma Sanga. Huyu ni Atukuzo umetoka kumsikia, ambaye yeye pia amehudhuria na yuko hapa. Sisi tukwambie endelea kukam, bado tuna mengi sana kukuletea. Sisi tuko hapa kwenye uzinduzi wa album ya dada yetu kuitwa Emma Sanga ambaye anafanyika Midtown Makambako kama nilivyokwisha kukuambia, lakini nipo na moja kati ya wasanii ambao wamehudhuria kwenye uzinduzi huo akiwepo dada yetu Teresia Bundala unayemtazama hapa. Habari za leo? Salama. Uko poa? Niko poa kama unavyoniona. Uzinduzi ulikuwaje leo kwa mtazamo wako vile ulivyoona ukiwa kama wewe ndio mhusika ambaye umehudhuria pia? Kwa kweli uzinduzi wa Daima umeenda vizuri sana. Daima ni mtu wa watu wamejitoa. Yaani kulikuwa kuzuri sana huko ndani. Mungu ameonekana kwa kweli. Tunamtukuza Mungu. Uzinduzi ulikuwa mzuri sana. Kwa kifupi tuseme kila kitu kimeenda sawa. Kila kitu kimeenda sawa. Tena zaidi ya tulivyofikiri. Mungu ni mwema sana. Wanasemaga baada ya uzinduzi huenda uzinduzi ukipokelewa vizuri zaidi ni mwanzo ambao unaonyesha ngoma zako unaweza kaenda viral zaidi. Na ukweli wote? Ina ukweli kwa sababu namna unapokupokea watu na watu ndio wanaotumia hizo nyimbo zako. Unapopokelewa ndivyo ambapo zinazidi kwenda viral.
uzinduzi wa leo ni ukurasa mpya ambao ameufungua Ema Sanga. Ukurasa mpya wa dada Ema Sanga, na mimi pia namwombea Mungu kwenda mbele zaidi. Daima ni dada yetu katika huduma, tunajifunza mengi kwake. Kwa hiyo Mungu azidi kumbariki kwa kweli. Tumefurahi. Kwenye uzinduzi huu kuna wimbo wote ambao upo kwenye album ambao wewe pia umeshirikishwa? Hapana, haupo. Unasemaga mara nyingi sana kuhudhuria kwenye uzinduzi kama huu huwa inakuwa kama sio wewe tukio lako lipo karibu, basi wewe umeshiriki kwenye goma ambazo wameachia dada yetu Ema Sanga, kwamba wewe shughuli yako haiko mbali. Hapana, mimi nimekuja kwa ajili dada Ema, ni dada yangu ninayempenda, lakini pia napenda huduma yake. Kwa hiyo sijashirikiana naye, ingawa tuna plani ya kushirikiana. Hivi karibuni tutaachia ngoma yetu ya pamoja. Kwa hiyo umekuja kununua nguvu? Hapana, Mungu kila mtu amempa nguvu yake. Daima ana nguvu yake, mimi Teresia Bundala na hiyo ule umoja ambao tunakuwa pamoja ndio unaotufanya tuwe kitu kimoja. Kikubwa kabisa tunafanya kwa ajili ya Mungu, na Mungu ni mkubwa zaidi kuliko vitu vyote tunavyovifanya. Hivi leo katika ngoma ambazo umezifuatilia ambazo zipo kwenye album ya Ema Sanga, ni ngoma gani ambayo imekugonga kichwa? Nimeipenda hii ngoma anayoimba saa hizi. Yale ametenda ni utukufu kwa ajili yako. Wewe ndio ngoma ambayo imekukonga zaidi? Zimenikonga nyingi, lakini hii imenikonga zaidi. Tutegemee moja kati ya kwenye kitu ambacho umekiona kwa Ema Sanga, tutegemee miezi kadhaa wakati wewe unaachia vitu vya kwako, kuna mabadiliko ambayo umeprove kutokana na ngoma ambazo watu wamezifanya? Mabadiliko kila siku, kuna upya. Tunapokutana na waimbaji mbalimbali, kila mtu unajua ana melodi yake, ana vitu vyake, kila mtu Mungu kambariki kitu chake. Kwa hiyo tunapozidi kushare na waimbaji mbalimbali kama nilivyokuambia. Kwa mfano hapa nilikuwa na Veronica Mkemwa, naye ana vibe lake, ukikutana na Ema Sanga, Teresia Bundala naye. Kwa hiyo tunapokaa pamoja, kuna namna mtu unajifunza, unachukua kitu kizuri cha mwenzio, unakiboresha kwako. Kwa hiyo kuna uzuri kushirikiana. Uzinduzi huu umekukutanisha na watu ambao ulitamani kufanya nao kazi lakini kwa ngumu kukutana nao? Kila siku tunakutana na hao, bahati nzuri waliokuwepo hapa tunakutana nao, na huyu Veronica ni rafiki yangu sana. Na tunafahamiana naye. Kwa hiyo uzuri wake, namshukuru Mungu, waimbaji wengi nakuwa na contact nao, nafahamiana nao. Bwana, huyu ni Teresia Bundala, namaliza naye hivyo, ambaye amehudhuria kwenye uzinduzi wa Ema Sanga ambao umefanyika kwenye ukumbi wa Midtown mjini Makambako. Langu jina ni Video Y Behind the Airways. Asante. Bye bye. Mwingine ambaye ameshiriki kwenye uzinduzi wa album ya Ema Sanga ambayo imefanyika kwenye ukumbi wa Midtown mjini Makambako, katikati ya mji wa Makambako, mji wa kibiashara. Hii ni Trust Media, langu jina ni Video Y, niko na Veronica. Habari za leo? Nzuri, habari? Mimi niko salama, kwa poa? Niko poa, Bwana asifiwe. Amina, asifiwe sana. Makambako umeonaje kwanza? Iko nzuri. Iko nzuri. Kwanza hii hali ya ubaridi, mimi najisikia vizuri. Najisikia raha, sio ile joto ile, lakini huku vizuri. Sio kwamba ni mambo ambayo hujazoea? Sijazoea, lakini mimi tuseme baridi naipenda. Mimi ni wa huku, yani mimi mtu wa Iringa, mimi ni Muhehe yule mwenyewe. Hii unaiona, hii ni chata ya Iringa. Kwa hiyo sijakaa sana, lakini ninaipenda hii baridi. Ni tofauti sana na joto. Unajua ukiwa kuna baridi unaweza ukachukua blanketi ukajifunika, lakini joto ni shida, ni lazima ulale bila nguo. Kwa hiyo nimefurahia, nimeenjoy kuwepo Makambako. Uzinduzi umeonaje wewe? Uzinduzi ulikuwa ni mzuri. Ni mzuri. Nikisema nielewe. Uzinduzi ni mzuri, alafu kitu ambacho nimejisikia vizuri, watu wa Makambako wana upendo. Waimbaji wa Makambako wana upendo. Nimejisikia kama niamie, yani huku mimi nasikia raha. Karibu. Mwenzenu nasikia raha. Makambako kuna raha jamani, nimejifunza juu ya waimbaji wa Makambako, wana umoja. Kwaya, waimbaji mmoja, yani nimeona vile ambavyo wamejitoa, wamemshika mkono muimbaji mwenzao, yani nimejisikia raha. Nilikuwa naongea na muimbaji mwenzangu Teresia Bundala, nikamwambia hii nimeipenda, nimejisikia vizuri, na mimi natamani nijiunge yani kwenye chama, hata kama naishi Dar es Salaam, natamani na mimi niwe mtu wa Makambako, kwa sababu hii ni nzuri sana na inatia ushuhuda mzuri.
Kwa kitu ambacho umejifunza kutoka mjini Dar es Salaam kuja Makambako Nyanda za Juu Kusini kwamba waimbaji huku wana umoja sana. Hata Dar es Salaam wana umoja, lakini mimi kwa sasa ninaongelea Makambako. Umoja huu nimeupenda, ni mkubwa. Kitu ambacho tunaonaga labda ni mijini tu watu wanakuwa na umoja, lakini kijijini tunaonaga kama ni hakuna. Lakini huku nimeona umoja ni mkubwa na wana mshikamano. Yaani kuna kitu ninaondoka nacho. Waimbaji wamekuwa ni wengi, kila mtu anaimba ladha yake. Na unajua tunaishi kwa kutegemeana. Teresia Bundala ameimba staili fulani hivi, lakini Rose Maenge ameimba staili fulani, na waimbaji wengine kwa nini walikuwa ni wengi, siwezi kutaja majina wote. Kwa hiyo mimi kama mimi naimba gospel singeli na mchanganyiko wa zingine. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ameimba Teresia Bundala nimevisikiliza nikaona kuna kitu nachukua. Naamini hata yeye nilipoimba kuna kitu amechukua. Na nimechukua pia kwa waimbaji wengine. Kwa hiyo tunapotembea tunakutana na waimbaji ambao wanafanya vitu vyenye nguvu vizuri kama hivi. Tunachukua. Mimi natamani sana waimbaji wengi tu tunajaribu kutembea, tusikae sehemu moja. Tukitembea tunapata kuchukua vitu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo uzinduzi wa leo umekukutanisha na wasanii ambao ingewezekana ungetamani kufanya nao kazi lakini ulikuwa huwajui. Uzinduzi wa leo nimekutana na waimbaji wengi ambao hata waliotangulia kwa uimbaji nilikuwa nasikia nyimbo zao nilikuwa sijai kuwaona, leo nimewaona, lakini wengine ndo tumekutana hapa. Kazi zao ni nzuri, wanafanya vizuri. Natamani kufanya nao, natamani akiwepo Teresia Bundala, lakini hata dada aliyekuwa amezindua dada Ema pia natamani, na wengine waliokuepo natamani kufanya nao kazi kwa sababu vile walivyovifanya mimi nimevipenda na vimenigusa na wapenda. Bwana wewe unaitazama amekwambia Veronica milango iko wazi kufanya naye kazi. Kwa kama wewe ni msanii wa gospel ambaye unatamani sana muziki wako wa injili uweze kusogea mbele ukasikilizwa na sehemu zingine mbalimbali, dada yetu amefungua milango, na kama umefika kwenye uzinduzi au hujafika unatazama kupitia Trust Media, basi habari ndio hiyo, milango ipo wapi. Tuambie kitu chochote watu wa Makambako na watu wote ambao wanakutazama sasa hivi. Watu wa Makambako mimi nasema moja, ninawapenda. Yaani ninawapenda. Nikisema ninawapenda ile kwamba ninawapenda kutoka ndani ya moyo, sio ile kuongea. Ninawapenda, lakini pia kuna vitu ambavyo nimejifunza kutoka kwenu. Ninavichukua vile afu naenda kuviishi. Nimevipenda, ninavichukua naenda kuviishi. Lakini pia niwashukuru sana watu wa Makambako, nimeona nyimbo zangu yani kama ile Jamani Raha wanaicheza na wanaiimba yote. Ukiona mtu anacheza wimbo wako na anauimba wote, ni mtu anayekupenda na anafuatilia kazi zako. Kwa hiyo nimejisikia vizuri. Kuna ule wimbo wa Jamani Raha na Wanawake Tunaweza, wanauimba wote na wanaenjoy. Kwa hiyo nimejisikia vizuri, nimegundua kwamba watu wa Makambako wananipenda na wananifuatilia. Na nikwenda nikipost kitu Instagram, nikaposti TikTok, unakuta watu wa Makambako ana comment pale na anakuambia nimetokea sehemu fulani. Kwa hiyo huu mji nimeupenda kwa sababu watu wenyewe huku wananipenda, wanapenda pia kazi zangu na wananisupport. Na mimi ninawapenda. Na ndio maana natamani kufanya kazi na watu wa Makambako kwa sababu wao wenyewe mioyo yao ni meupe kwa upande wangu mimi. Lakini pia kuna kitu ambacho ninakwenda kukiachia. Nimetoa audio ya wimbo wangu unasema nimwache Yesu niende kwa nani? Sasa naenda kutoa hii video. Ninaamini watu wataenjoy sana sana. Haya, tunainama, tunainuka, tunapiga magofi kwa huyu mwamba. Usipoinama kwa Yesu utainama wapi wewe? Bwana umesikia, hizo ni vibe za wasanii ambao wamehudhuria kwenye uzinduzi wa album ya dada yetu wa kuitwa Ema Sanga. Mimi nikwambia hao ni wachache, wako wengine wengi ambao tutaendelea kuwatazama kupitia Trust Media. Enjoy, bye bye. Umemaliza. Kama unampenda Yesu piga makofi matano. Bwana, kama nilivyokuambia bado niko ndani ya ukumbi wa Midtown ambako leo wako waimbaji wengi sana wa muziki wa injili ambao wamekuja hapa kushiriki uzinduzi wa album ya dada yetu wa kuitwa Ema Sanga kutokea mjini Njombe. Bwana, uzinduzi umeenda hivyo, lakini nipo na moja kati ya msanii ambaye ameshiriki kwenye uzinduzi huu. Habari za leo? Salama kabisa. Uko poa? Niko poa. Uzinduzi umeendaje? Umeenda vizuri kabisa. Umeenda poa? Ni wimbo gani pale umeupenda kutoka kwenye album ya dada yetu? Wimbo nilioupenda mimi kwanza niliupenda sana ule wimbo wake ambao ulihiti sana, ule wa Yawe Yawe. Alafu pia na huu wimbo ambao ameutoa sasa hivi wa Kumtundika Amani. Ni wimbo ambao kwa kweli nimeupenda. Kifupi kila kitu kimeenda fresh. Kimeenda fresh kabisa. Support ya waimbaji wa nyimbo za injili umeionaje kwenye uzinduzi wa leo wa dada wa kuitwa Ema Sanga?
Kwa kweli tunamshukuru Mungu, watu wamejitokeza. Waimbaji wengi wamejitokeza. Kwa hiyo kila kitu kimekaa sawa. Tunamshukuru Mungu. Kwa kifupi, kwa upande wa watu leo wamevuka matarajio ya watu wengi. Kwa kweli watu walikuwa wengi kama ulivyoona, watu wamejaa na wamefurahi pia. Kila kitu kimeenda sawa. Hivi wanasemaga uzinduzi kama huu hapa ukipokelewa vizuri sana, unakuwa ni mwanzo mwema wa albamu yako kuweza kwenda mbali zaidi. Ni kweli kabisa, inakuwa ni mwanzo wa kufika mbali kwa sababu wanakuwa pia wamekusupport wale waliojitokeza. Kwa inakuwa ni rahisi sana hata kupiga hatua kufanya vitu vingine. Kwenye mikusanyiko kama hii hapa ya waimbaji wengi, kiasi kwamba inakuwa ni rahisi kwa nyinyi waimbaji wa nyimbo za Injili kupata mwimbaji mwingine ambaye mnaweza kufanya naye kazi ambayo ilikuwa ngumu mara ya kwanza kukutana naye. Kwa kweli labda sijaelewa swali lako. Kwamba mkusanyiko wa waimbaji wa nyimbo za Injili ambao wametokea leo kwenye uzinduzi wa albamu ya Emma Sanga inatoa fursa ya wewe kufanya naye kazi za mwimbaji yoyote ambaye ulikuwa unatamani siku moja uongee naye, alafu kwenye mawasiliano ikawa kama shida fulani. Kwa leo akiwa ametokea hapa inaweza kuwa ni rahisi kwa wewe kuongea naye na ukafanya naye kazi. Ni kweli inaleta urahisi kwa sababu akiwa mbali na mkiwa mko pamoja inakuwa ni tofauti ile kuzungumza ana kwa ana. Umeona? Kwa hiyo inaleta urahisi pia hata kumfesi mtu. Unajua kumfesi mtu na kuongea kwa simu. Kwa hiyo inaleta urahisi pia. Nimezungumza na watu ambao wanatazama kupitia Trust Media, hawajapata nafasi ya kuweza kufika hapa kwenye uzinduzi wa album ya Emma Sanga ambao uzinduzi huu ambao umefanyika kwenye ukumbi wa Midtown. Zungumza nao sasa hivi. Kwa kweli kwanza tumshukuru Mungu kwa yote. Tuseme Mungu asante. Asante Mungu kwa kila mmoja ambaye amekwenda kumgusa mpaka amefika kwenye hili tukio, na ajue kwamba ni kama ametoa sadaka kwa Mungu. Sio kwamba amefanya kwa ajili ya Emma, ni kwa ajili ya Mungu. Kwa kweli tuseme asante kwa chochote alichomsupport Emma, kwa muda wake kuacha kila kitu kufika kwenye hili tukio. Tunasema asante Mungu, pia tumshukuru hata yeye kwa ajili ya kujitoa. Bwana, tumemaliza hivyo kutokea hapa kwenye ukumbi wa Midtown na bado tunaendelea kuzungumza na waimbaji wa nyimbo za Injili wengi ambao pia wamejitokeza. Huyu pia ni mmoja wapo kati ya wale ambao wamejitokeza. Tukwambia hii ni Trust Media. Video why that is my name behind the MS. Yuko Joe behind the camera. Bwana, ndani ya ukumbi wa Midtown Makambako ambapo mwimbaji wa nyimbo za Injili Emma Sanga amefanya uzinduzi wake hapa. Hii ni Trust Media. Video why that is my name, lakini kuna watu ambao wamehudhuria kwenye uzinduzi huo, vijana wa nguvu. Oi wanetu. Freshi. Mko poa? Tuko poa kabisa. Uzinduzi mlionaje leo? Uzinduzi kwa sisi tulivyoona so tafu, uko good yani. Good kabisa. Ndio. Jina lako unaitwa nani mwanetu? Kwa majina mimi naitwa Samuel Benedict Mwalongo. Samuel Benedict Mwalongo. Unasoma sekondari kidato cha ngapi mwanetu? Mimi saizi naingia advance. Naingia advance? Ndio. Unaingia form 5? Ndio. Lakini leo ulikuja kumsupport dada yetu? Ndio, nilikuja kumsupport kwa sababu alikuja kuniita kutoka nyumbani kuomba kwa wazazi kwa ajili ya kipaji chetu, tunajua kudance, kwa akatuita tumsupport. Unazirudi za kutosha mwana? Ndio, kidogo hivyo. Unapambana? Ndio. Umetisha kinoma. Nashukuru. Ngoma gani umeipenda kutoka kwa dada yetu kwenye albamu yake ambayo ameizindua? Ainuliwe Mesia kwa kuwa umeniweka jinsi nilivyo. Mwana wetu. Ndio. Mwana amerudi, ainuliwe Mesia kwa kuwa umeniweka jinsi nilivyo. Mwanangu nimechukua na ishi nayo wewe. Kisha sana. Bwana mambo vipi? Poa bro. Uko fresh? Kabisa. Jina lako unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Gideon Mvikule. Gideon. Kwa wengine wananiita Pastor G. Pastor G. Yep. Huduma ya uponyaji kutoka kwa Pastor G. Kabisa. Bwana, umependa ngoma gani kwenye uzinduzi wa leo ambao umefanyika na Emma Sanga? Mimi nimekubali ngoma ya Yesu Mfalme. Yesu Mfalme. Kwa sababu naamini kwamba ndo mfalme, hakuna mwingine zaidi. Pastor G ndo mfalme pia anayekuja. Pastor G yani G maana Gideon alikuwa ni muamuzi kwenye Bible. Kwenye Bible Gideon ni muamuzi. Alafu kichwa kinakuita Pastor G. Alafu umependa ngoma inaitwa Yesu Mfalme. Yesu Mfalme. Tukiwa tunabelieve kwamba siku moja sisi tutakuja kuwa wafalme kwenye mazingira tofauti. Hakika kwa sababu internet yangu. Au vipi? Kabisa. Tunao unazirudi. Kabisa, tunamshukuru Mungu. Za kutosha. Kabisa. Lakini leo umeenjoy? Sana. Gani umepata? Uhakika sana. Kabisa. Umetisha kinoma wanetu. Tunashukuru. Form ngapi unasoma? Mimi naingia 5. Unaingia 5 na wewe? Yaani kutoka kule tunaenda advance. Tukapambane wanetu. Asante. Kombe gani tunasoma? Sisi hapa tunachukua tu hizi za sayansi. Sisi tunapiga sayansi na PCB, swima CBG, swima nini? Uhakika, PCM nini?
Unapita nazo kabisa. wewe wa moto mwanetu. Sikupingi. Wewe mwanetu. Naam. Inakuaje? Fresh kabisa. Majina unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Nehemia Uluma Kalandara. Unaitwa Nehemia. Ndio. Uzinduzi wa leo umeuonaje mwanetu? Uzinduzi wa leo ulikuwa mzuri sana. Tumefurahi sana, tumeenjoy. Umeenjoy Sana. Wewe ulikuwa unazirudi au ilikuwaje? Nilikuwa nazirudi sana. Ulikuwa unazirudi sana. Yeah. Kidato cha ngapi unasoma? Cha 4. Kidato cha 4. Ndio. Lakini tunaamini next time na sisi wenyewe tutaenda advance. Wewe ngoma gani umelipenda pale kiasi kwamba limegonga hivyo umeisikia raha? Nimejisikia raha pale ambapo nimesikia ngoma kwamba anasema hivi kwamba amefanya kicheko maishani mwangu, sifa zimrudie yeye. Amefanya kicheko maishani mwangu, sifa zimrudie yeye. Yeah. Mwanetu umetisha sana. Asante sana. Mimi nakubali. Na kuheshimu wewe. Bwana, tumemaliza hivyo kutoka Midtown mjini Makambako ambako umefanyika uzinduzi wa album ya dada wa kuitwa Emma Sanga. Bwana, vijana wamezungumza kutosha, wasanii waliowatazama wamezungumza kutosha, na huyu ni mwimbaji wa nyimbo za Injili ambaye anapatikana ndani ya mkoa wa Njombe, na uzinduzi wake umefanyika leo kwenye ukumbi wa Midtown. Tungetamani kuzungumza naye na yeye machache baada ya kumalizika uzinduzi wake, na yeye pia ataweza kusema machache kati ya mengi yale ambayo ameyaona kwenye uzinduzi wake ambao amejitokeza. Yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pole na uzinduzi. Kwa kweli ni haleluya. Kila kitu kipo sawa. Kipo sawa, kipo bie. Kitu gani kimekuwa amazing kwa mtu yule ambaye hajafanikiwa kufika leo kwenye ukumbi wa Midtown lakini anatazama kupitia Trust Media? Yaani kwa leo tulikuwa na waimbaji wengi sana. Jamani raha rayo. Lakini pia tulikuwa na Telesia Bundala. Tumekuwa na Rose Mahenge. Tumekuwa na waimbaji kemu nje na ndani ya mji wa Makambako, ndani ya Njombe na nje ya Njombe. Yaani watu wa mikoa mbalimbali walikuwepo mahali hapa. Kwa hiyo tumeenjoy. Kwa kifupi leo Midtown kulichafuka. Kuliharibika. Kwanza toka Ijumaa kwa ajili ya PA. Bwana, watu walipata habari zetu. Kukachafuka mtaani. Kulichafuka mtaani. Watu wakajua Emma Sanga na uyupo. Yaani Emma Sanga yupo. Alright. Asante. Kwa kifupi tuseme kama leo mapokezi ya watu yamekuwa makubwa, bila shaka albamu yetu inaenda viral. Inaenda viral sana. Ila nimkaribishe pia na yule ambaye alikuwa hajafanikiwa pia. Atusearch kupitia mitandao yetu ya kijamii, andike tu Emma Sanga, ujio wa albamu mpya, atakutana na nyimbo zangu kem mahali hapo. Kwa hiyo akisearch hapo mzigo wote uko pale mjini YouTube. Yaani akisearch tu, ila nitakuwa natupia mmoja. Ni waahidi wasikilizaji wangu, nitakuwa natupia kidogo. Na hizo zinakuja full na video zake au hizo ziko audio? Video zake, ni full video. Yaani sijawahi fanya kazi ya kizembe kwamba eti hivi jamani, kama mimi kweli nazindua audio jamani. Haiwezekani. Ni jambo la ajabu tena. La ajabu. Kuzindua audio. Sasa je. Bwana, umetamba na vibao vyako kuanzia miaka ya nyuma. Watu bwana kuaga hawajuagi Emma Sanga ni nani na yukoje, lakini wanasikia nyimbo zako. Leo wamepata nafasi ya kutazama kupitia Trust Media. Una nini cha kuambia? Kwa kweli waendelee kuniunga mkono na waendelee kunisupport. Mimi bado natembea, nasogea. Bado nasogea. Kwa hiyo nikukaribishe mpendwa msikilizaji na mtazamaji kwamba mimi nasogea. Natamani unisapoti, uniunge mkono. Ingia hata kwenye akaunti ya mimi nisaidie. Yaani yamkini ukiingia mara moja, mara mbili kwa siku, Mungu anakubariki katika hilo. Asante. Watu wamekuwa wakisema kufanya kazi na Emma Sanga ni kazi sana kwa sababu haonekani. Hivi milango ya watu kufanya nao kazi za injili na wewe ipo rahisi kweli? Ni rahisi sana. Ni hivi, unanicall, alafu tunaongea. Biashara, maelewano. Bwana, sisi tumemaliza hivyo na Emma Sanga akikwambia biashara ni maelewano. Hii ni Trust Media, tulikuwa pamoja kwenye ukumbi wa Midtown Makambako ambako amefanya uzinduzi wa albamu yake. Inaitwaje? Utatuambia albamu inaitwa? Inaitwa Nakutazama Hamani. Nakutazama Hamani. Unajue wapi ulikuwa unamaanisha nini kwa yule ambaye haelewi Nakutazama Hamani? Ili niligonga kwamba yamkini katika maisha yako unakutana na shida mbalimbali, yani unakata tamaa, unavunjika moyo, maadui wanakuzunguka. Kwa hivyo wanapokuzunguka usivunjike moyo, hakikisha Hamani wako unamtundika juu ya wapi? Ya mti. Right. Tumemaliza hivyo. Hii ni Trust Media video, why that is my name behind the MS. Yuko Joe behind the camera. Kwa heri.